Wakorintho wa kwanza 15:10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyokuwa kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi tu, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu ifanywe kazi pamoja. Kwa Paulo alivyokuwa, ilikuwa ni neema ya Mungu. Kwa hiyo kiwango cha ukuaji kwa Paulo ndicho kilichoamua namna atakavyokuwa. Kwa hiyo neema ya Mungu kwa mtu inavyokuwa inakuwa sambamba na ukuaji wa mtu. Neema ya Mungu haiwezi kawa kubwa kuliko ukuaji wa mtu. Ukuaji wa mtu unaamua ukuaji wa neema inayoachiliwa kwake, ambayo inaamua ukuaji wa huku nje kwenye maisha yake. Kwa sababu Paulo anasema hivi nilivyo sio mimi, ni kwa neema. Anasema niko hivi sababu ya neema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo ni kwamba kilichonifanya niwe hivi ni neema ya Mungu. Kimechonifanya niwe hivi mimi ni matokeo ya neema. Kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo. Kilichofanya hii chupa iwe chupa ni material fulani yaliyotengeneza hii chupa ikawa hivi. Kuna chupa ndogo na kubwa, mashine zinazopitisha chupa ndogo zinazotengeneza chupa ndogo na kubwa ni mashine tofauti. Kwa kinachoamua liwe hivi ni material na mashine iliyopita, kiwanda kilichotengeneza hii chupa. Paulo anasema niko hivi, ni neema ya Mungu imenifanya niwe hivi nilivyo. Ile kwangu si bure, kupita wao wote sana, kufanya kazi kupita wote, ila si mimi bali neema ya Mungu. Kwa maana kwa hiyo nakwambia, nilipozidi kufanya kazi na neema ya Mungu ilikuwa inazidi kufanya kazi. Kwa nikiongezeka katika kazi, neema ya Mungu inaongezeka, sababu si mimi bali neema ya Mungu itendao kazi pamoja nami. Ndivyo anavyosema. Kwa hiyo alikuwa akikua na neema ya Mungu inaongezeka pia. Kwa inaamua pia huku nje anavyokuwa. Inaamua pia matokeo yake yanayokuwa. Kwa ukuaji wa mtu unaamua pia ukuaji wa mambo yake ya nje. Chochote unachokitaka kuwa, lazima utahitaji neema. Lakini neema hii inakuwa, neema hii inaongezeka. Ila kuongezeka kwa neema ni matokeo ya kuongezeka kwa maarifa. Petro wa pili sura ya 1 Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Soma pia Petro wa pili sura ya 3:18. Lakini kuweni katika neema, maana ongezeka, neema iongezeke, na katika kumjua Bwana wetu Mwokozi. Neema ya Mungu inakuwa kama matokeo ya maarifa ya Mungu kukua ndani yako. Na ukisoma hapa mstari wa 16, Petro alikuwa anaandika kitabu, kufika mstari huu alitokea kwa Paulo. Mstari wa 16 anasema vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile wapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Anasema watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa. Hapa kwa ukisoma kutokea huko juu anaongea habari za Paulo. Anasema Paulo bana ana neema kubwa amepewa. Ana neema fulani kiasi kwamba akiandika mambo, akifundisha mambo ni magumu, ambapo mengine ni vigumu kuelewana nayo, ambao hayo mambo watu wasio na elimu na watu wasio imara. Akiongea elimu haongelee elimu ya duniani, watu wasio kuwa na maarifa ya neno, wasio kuwa na maarifa ya mambo ya Mungu. Anasema wanayapotoa, na watu wasio imara wanayapotoa, kwani sababu walikuwa ni wachanga kwenye mambo ya Mungu, then wanadandia treni kwa mbele. Sasa anasema lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wetu. Anasema utukufu na sasa na hata milele. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2 inasemaje? Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Neema iwe kwenu na amani iongezwe. Unajua neema iwe kwenu na amani iwe katika kumjua Mungu. Katika kumjua Mungu haiongelei amani peke yake. Anasema neema iwe kwenu na amani. Kwa mtaja vitu viwili, neema na amani iongezwe katika kumjua Mungu. Maana unapomjua Mungu amani inaongezeka na neema pia inaongezeka. Kwa hiyo Paulo anasema niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema Mungu inayotenda kazi ndani yangu. Na hiyo neema ndio imenifanya niwe hivi nilivyo. Kwa maana anasema inazidi sana kufanya kazi ndani yangu. Kama matokeo alikuwa na maarifa ya Mungu. Kwa kadri unazidi kuongeza maarifa ya Mungu, unazidi pia kuongezeka katika kumjua Mungu. Na ndivyo ambavyo neema inatenda kazi ndani yako. Kwa hiyo status ya mtu ni matokeo ya ukuaji wa mtu. Paulo anasema hivi nilivyo ni kwa neema ya Mungu. Na neema ya Mungu inaongezeka kwa maarifa. Kwa unapozidi kupata maarifa katika kumjua Mungu, neema Mungu inaongezeka. Kwa inaamua hali yako. Hali ya mtu ni matokeo ya ukuaji wa mtu. Kwa hiyo kama unataka neema Mungu iliyo kubwa, lazima pia uamue kuwa na ukuaji ulio mkubwa.